Hakuna muda wa kupoteza, ndivyo unavyoweza kusema baada ya mchezo wa jana tu kumalizika. Leo asubuhi kikosi cha Young Africans kimefanya hapa mazoezi ya recovery session kwa eneo la gym. Wachezaji wote kama unavyoona wanapewa session, wanaingia, wengine wanatoka, wengine wanaingia wanatoka. Lengo ni kuhakikisha akili, dhamira na nguvu inaelekezwa Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Silver Striker. Tumepoteza jana, lakini bado tuna nafasi ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa marudiano. Hapa naungana na daktari wa timu yetu Moses Etutu aweze kutueleza mazoezi haya asubuhi ya leo na faida gani kwa timu na programu nzima ya timu kwa upande wa utimamu wa wachezaji. Kwa mchezaji kama Clement Mzize alikuwa kwenye injury, tupate kujua update yake inaendeleaje, amefikia wapi. Tuungane hapa na Moses Etutu kwa ajili ya kupata taarifa kamili. Dr. Moses, habari? Vipi hali ndugu yangu? Salama. Kwa hapa kidogo. Uko vizuri? Niko poa. Wewe? Salama. Bana, cha kwanza mashabiki wanataka kupata update ya timu. Kulikuwa na mchezaji kama Mzize ambaye alikuwa na injury, anaendeleaje sasa hivi? Kwa sasa yuko salama, tunaweza kusema sasa tuna asilimia zaidi ya 80 kwamba ni mzima na tuna uhakika katika mechi inayokuja. Chance kubwa ya yeye kuhudhuria katika mechi hiyo ni kubwa sana. Tunaweza kusema tuna uhakika anaweza kuhudhuria hiyo mechi kwa asilimia 100. Kwa hiyo anaendelea vizuri na yuko kwenye training pamoja na mazoezi ya timu kama wachezaji wengine, na tunategemea kufikia mwisho wa wiki hii atakuwa amekuwa recovered kwa asilimia 100 kabisa. Kuna mchezaji yote amepata majeraha kwenye mchezo wa jana? Hapana, mchezaji wote mwenye majeraha. Tunashukuru Mungu mechi iliisha salama bila kuwa na majeraha yoyote, na wachezaji wote wako salama bila major injuries. Kwa hiyo tunasema wako salama, wote wako sawa na tunamshukuru Mungu kwa hilo. Mmeshapanga program ya timu kwa mazoezi kwa maana ya baada ya leo nini kitafuata mpaka kufikia siku ya Jumamosi? Kwa leo tunafanya recovery session ambayo tunaita active recovery session. Kwa maana kwamba kunakuwa kuna stretching, kuna light aerobic exercises, na kama unavyoona tuko gym sasa hivi, kwa hiyo tunafanya zile aerobic na stretching na tunaita active recovery sessions. Lakini kwa wiki zinazokuja tutakuwa recovery ni kitu ambacho kinaendelea. Tunapokuwa na siku na muda fulani mrefu ni nzuri zaidi kwa sababu inakusaidia kuondoa zile lactic acid kwenye misuli ya wachezaji, na kadri muda unavyoenda inakuwa ni nzuri kwetu. Kwa tunategemea hii leo tutafanya hii recovery session, active recovery session, na siku zingine tunafanya sasa zile passive recovery session kwa kila mchezaji mmoja kulingana na wachezaji walivyocheza dakika walizocheza na jinsi walivyotumika kwa mechi zote za kipindi cha nyuma. Kwa hiyo kwa ratiba nyingine tutaona kutokana na kitakapo kitolewa kutokana na kocha atakapotoa ratiba, na sisi kama idara ya tiba tutakuwa tunafanya kila linalowezekana ku make sure wachezaji wote wako salama na miili yao iko tayari kwa ajili ya kufanya mazoezi na kwa ajili ya mechi ijayo. Shukrani sana dokta, na utakie kazi njema kuendelea kuondoa wachezaji. Bana, mmesikia hapo majibu ambayo mlikuwa mnauliza kuhusu mchezaji Clement Mzize. Dokta amethibitishia hapa tayari ameimarika kwa asilimia 80, na siku inayofuatia mbele maana yake kutoka idara hii ya madaktari wana uhakika anaweza kutumika. Kwa hiyo itabakia mwalimu mwenyewe kuchagua kama amtumie au amuondoe kwenye mipango yake. Lakini taarifa nyingine ametugusia hapa namna ambavyo programu ilivyo kwa siku ya leo kwa maana ya recovery session, na wanasubiri sasa kutoka kwenye idara ya ufundi programu ya mazoezi kwa wiki inayofuatia. Kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo hapa Lilongwe, Malawi, timu itasafiri kesho majira ya saa 10 kamili jioni kutoka hapa Lilongwe na itapitia Blantyre. Fika Blantyre, timu itatoka pale itakwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam Tanzania, Young Africans itaingia majira ya saa 2 kamili usiku. Muda mchache ujao nitaungana na meneja wa timu kupata kufahamu mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye technical bench. Patrick Mabedi amekuwa ndio caretaker kwa maana ya kocha mkuu wa muda kwenye timu yetu. Tujue kwa upande wa idara hiyo ya technical bench mipango yao ikoje kuelekea kwenye mchezo wa Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Daima mbele, nyuma mwiko, ndio slogan ambayo inabidi tuelewe maana ya kipindi hiki. Focus yetu ni kufuzu kwenye hatua ya makundi. Tukishafuzu pale, hii story ya jana inakuwa inafutika tu automatic. Tujiandae wananchi, tuweke morali kubwa, tuje kwa wiki Benjamin Mkapa